Taarifa ya mkuu wa shule kwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya 7 ya kidato cha 4 tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkurugenzi wa shule, Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya shule, waheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, waheshimiwa viongozi wa serikali, waheshimiwa wakuu wa shule wenzangu, waheshimiwa viongozi wa taasisi mbalimbali za binafsi, waheshimiwa viongozi wa halmashauri ya walei parokia na Kigango, waheshimiwa watawa wa kike kwa wa kiume, ndugu wazazi, ndugu waandishi wa habari, ndugu watumishi wenzangu wa St. Anselm, wanafunzi wote wa St. Anselm, wazazi, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kujumuika katika mahafali hii ya 7 ya kidato cha 4. Pia kwa kutufikisha siku ya leo tukiwa wazima wa afya. Wote tunatambua siku hii ni muhimu sana kwa jumuiya ya wana Anselm. Pili, shukrani ni kwako wewe mgeni rasmi kwa kubali kuacha majukumu yako yaliyo mengi uliokuwa nayo na kuungana nasi. Tunakushukuru sana kwa upendo huo usio na kipimo. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wajumbe wa bodi ya shule, viongozi wa serikali, viongozi wa wazazi na wageni wote kwa kuitikia wito wa kujumuika nasi na kwa tunuku vyeti vya kuhitimu wanafunzi wetu hawa. Kwa niaba ya jumuiya ya St. Anselm nipende kuwakaribisheni wote, lakini kipekee kukaribisha wewe mgeni rasmi kwa moyo ulio mkunjufu. Karibu sana. Historia ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, wazo la kuwa na shule katika mazingira haya lilianza mwaka 2012. Wazo hili lilitolewa na Baba Vincent Mwagara aliyekuwa paroko wa parokia ya Usokani, wakishirikiana na Baba Mihari aliyekuwa paroko msaidizi wa parokia hii. Mwaka 2015 ndipo mchakato wa kuandaa majengo na miundombinu mingine ukaanza, na baada ya kukamilika mwaka 2016 tarehe 25 mwezi wa kwanza tulianza rasmi kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza, ambapo tulipata takriban wanafunzi 60 wakiwemo wasichana 26 na wavulana 34. Historia ya uongozi wa shule. Shule yetu imeweza kupitia katika nyakati tofauti za uongozi. Tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2016 hadi tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2018, mkurugenzi wetu wa shule alikuwa ni Mhashamu Askofu Vincent Cosmas Mwagara. Mkurugenzi wetu wa pili aliweza kuchukua mamlaka hayo kutoka kwa Mheshimiwa Vincent Cosmas Mwagara ambaye kwa sasa ni askofu tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2018 mpaka tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2024, ambaye alikuwa anaitwa Baba Makamu Askofu kwa sasa Francesco Msofu. Na mkurugenzi wa 3 ambaye tunaye mpaka sasa aliweza kuchukua mamlaka hayo kutoka tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2020 mwaka 2024 mpaka sasa. Yeye anaitwa Baba Martin Muhadhiri, alijitambulisha pale mwanzo. Wakurugenzi wasaidizi wa shule. Tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2016 hadi tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2020, mkurugenzi msaidizi wa shule alikuwa ni Baba Paulo Wisa ambaye ni paroko wa parokia ya Igore kwa sasa. Mkurugenzi msaidizi wa pili alikuwa ni Baba John Chusi aliyechukua mamlaka hayo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2020 mpaka tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2022.
Mkurugenzi wetu msaidizi wa tatu alikuwa ni Baba Gelasius Mwalongo aliyechukua mamlaka hayo kutoka tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2022 hadi tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2025, ambapo aliondoka rasmi kwenda parokia ya Mdaburo, ambapo huko ameteuliwa kwa paroko wa parokia hiyo. Na mkurugenzi msaidizi wa tatu anaitwa Baba Marata, ambaye ameanza kazi yake hiyo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wakuu wa shule, basi kuanzia shule ilipoanzishwa tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2016 hadi tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2016, nafasi ya ukuu wa shule alichukua Mwashamba Baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala kama mkuu wa shule hii. Na ilipofika tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2016 aliweza kukabidhi nafasi ya ukuu wa shule kwa Mwalimu Karistus Chonya ambaye kwa sasa ni marehemu, hadi tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2017 ambapo naye pia alikabidhi madaraka hayo. Mkuu wa shule wa tatu basi alikuwa ni Mwalimu Misaeli Kikoti ambaye alichukua madaraka hayo tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2017 hadi sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni mahafali ya 7 toka shule ilipoanzishwa. Katika mahafali hii ya leo tunashuhudia vijana 72 wakitunukiwa vyeti vya kuhitimu, wavulana wakiwa 37 na wasichana wakiwa 35. Kwa niaba ya jumuiya ya St. Anselm tunawapongeza sana wahitimu wote ambao leo wanatunukiwa vyeti vya kuhitimu kidato cha 4. Tunafuraha sana na tunafurahia sana kusherekea nanyi katika mafanikio yenu, kwani mlijituma sana, mlipambana na changamoto zote mpaka siku ya leo tunawaaga. Tunajua kwamba haya ni mafanikio makubwa kwa kila mmoja wetu, kwa familia na marafiki zenu na hata kwa nchi yetu. Tunasema hongereni sana. Makofi mengi kwa wahitimu wetu. Napenda kuwakumbusha ndugu zangu na wanafunzi wangu wa kidato cha 4 kwamba mnahitimu. Tunaomba sasa mkihitimu tuwakumbushe kwenda kujituma na kuwa mfano katika kutimiza wajibu katika jamii zenu kwa uaminifu mkubwa na kuwa mfano wa kuigwa kwa taifa la Tanzania, lakini kanisa la Mungu. Pia naomba kuwakumbusha kwenda kuwasaidia wazazi kazi mbalimbali ili muweze kupata kile ambacho muendesha misa wetu wa leo, lakini pia mgeni rasmi wa leo alisema pale kanisani. Lakini pia kuendelea kwenda kusoma kozi mbalimbali, hasa zile ambazo zinawatengenezea ujuzi wa moja kwa moja, zikiwemo kozi za kompyuta, ushonaji na nyingine nyingi ambazo zitawarahisishia maisha yenu ya baadaye ya kitaaluma. Lakini pia ombi letu kwenu, tunaomba mkajilinde na kujitunza kama tulivyowafunza hapa shuleni, kwani taifa la leo linawategemea sana, na kufanya kinyume chake mtatuaibisha na mtajiaibisha, lakini pia mtajisababishia matatizo ya kiafya kama magonjwa. Lakini pia mkaishi vizuri teknolojia, kwani mkirudi nyumbani yawezekana baadhi ya wazazi wenu watawakabidhi simu ambazo mwishowe zisipotumika kwa makini zinaweza kuwa sababu ya ninyi kuingia kwenye mienendo mibaya ya kitabia kama mahusiano na kutazama picha mbaya zilizopo kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile katika mahafali hii ya leo naomba kuweza kutambua juhudi kubwa za watu mbalimbali ambao wamefanya kazi kubwa
kuwezesha wahitimu hawa kuwa hivi, lakini kuwezesha shule kuwa hivi. Napenda kutambua juhudi za watumishi wote wa shule ya Mtakatifu Anselm, yaani walimu, wafanyakazi wasio walimu na walezi wetu. Naomba mwapigie makofi mengi walimu wetu na wafanyakazi wengine. Jitihada zao zimetufikisha kwenye kilele cha sherehe hii ya leo. Mahafali hii ni kilele cha kutambua na kuenzi kazi ngumu walizozifanya watumishi hawa katika mazingira yetu. Tukio la leo ni furaha kwetu sote, kwa sababu pamoja na changamoto zote kwa wahitimu na watumishi, tunadhihirisha kwamba tumeweza kujituma na kushirikiana mpaka tumefika leo. Napenda kumshukuru kila mmoja aliyeshiriki kuandaa wahitimu hawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatambua mchango mkubwa wa bodi yetu ya shule ikiongozwa na mwenyekiti wake Baba Kido. Kwa kweli wamekuwa imara kufanya kazi zao ambazo kimsingi ndio kazi za bodi ya shule. Tunawashukuru sana, tuwapigie makofi wajumbe wetu wa bodi ya shule. Pia nitumie hadhira hii kumshukuru sana mkurugenzi wetu wa shule, Baba Mhadhiri. Kuna usemi wa wahenga kusema, usione vya herea ujue vimeundwa. Kwa kweli tukisema mafanikio haya yanatokana sana kwa kiwango kikubwa na ushirikiano wake kwetu na usimamizi wake madhubuti na wenye majitoleo makubwa. Tumpigie makofi mkurugenzi wetu. Pia nitakuwa sio mwingi wa fadhila nisipowashukuru viongozi watangulizi wote katika shule hii, akiwemo Mwashamu Askofu Vincent Cosmas Mwagala ambaye ndio alikuwa mkurugenzi wa kwanza na mkuu wa shule wa kwanza. Lakini pia mheshimiwa sana Baba Francesco Msofu ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa pili wa shule hii. Lakini Baba Paulo Wisa, Baba John Chusi, Baba Gelasius Mwalongo, ambao wote kwa pamoja walifanya kazi kubwa kama wasaidizi wa wakurugenzi au wale walioteuliwa kuongoza au kusimamia shule kwa kushirikiana nasi. Kwa kweli walifanya kazi kubwa sana kuifanya shule iwe hivi mnavyoiona. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nimshukuru Baba Marata ambaye hayupo hapa kuwa msaidizi mwema na kubeba cheo chake cha kuitwa msaidizi. Sambamba na hao, naomba niwashukuru pia kwa upekee serikali yetu ya kijiji, kata na tarafa kwa kazi kubwa ya kuimarisha ulinzi na usalama na kufanya wanafunzi wetu kuwa salama muda wote walipokuwapo shuleni. Sidhani kama mlisikia wanafunzi wote wamepata changamoto. Tuwapigie makofi mengi serikali hii ya kijiji. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi pia viongozi tunasimama kifua mbele kwa sababu kuna kazi kubwa ambazo zinafanywa na wafanyakazi wetu, yaani wafanyakazi hawa unaowaona hapa. Wafanyakazi wetu wote 98% hivi ni wafanyakazi vijana kabisa, lakini wanachapa kazi kweli kweli. Lakini wanafanya kazi kwa weledi na majitoleo ya hali ya juu. Ndani yake yamejaa mipango, majitoleo na maelewano makubwa. Na wengi tunaishi kwa kukubaliana na kutekeleza makubaliano bila kusimamiana wala kufuatiliana kwa kutumia nguvu kubwa. Kifupi, kila mmoja anajua wajibu wake, na hata inapotokea changamoto tumekuwa tukizitatua kwa utaratibu, kwa usiri na kwa kuzingatia miiko yote ya utumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunashukuru sana masista wanaofanya kazi katika shule hii kama watumishi. Tunashukuru sana masista wote wanaofanya kazi katika shule hii kama watumishi waliotoka shirika la Bikira Maria wa Mateso, yaani Mtakatifu Clelia, ambao tunafanya nao kazi katika shule hii na wanatusaidia sana katika malezi ya wanafunzi hasa wale wa kike. Lakini pia katika eneo letu la afya na mazingira. Pia tunashukuru sana viongozi wa wazazi, kwani wamekuwa kiungo kizuri kati yetu sisi shule na wazazi. Asanteni sana
viongozi. Tuwapigie makofi nao. Pia kwa umuhimu, tunawashukuru wadau wote ambao kila mtakapohitajika kuchangia chochote basi mmekuwa mkichangia, wakiwemo wafanyabiashara mbalimbali wakiongozwa na Edson Biekwa, Boko, Ziku na wengine wote ambao wanafanya kazi hizi za kutusaidia. Tunaomba msichoke. Kwa niaba ya jumuiya hii tunawashukuru sana, na tuseme hatuna cha ziada kuwalipa zaidi ya kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili awaongezee pale mnapotupunguzia sisi. Mwisho, tunawashukuru wazazi na walezi, kwani ninyi mlituamini kutuletea watoto wenu. Kwa kweli tunawahakikishia vijana hawa tumewapa si elimu tu, bali malezi yanayokubalika na jamii zetu, lakini pia tumewajengea kuwa na utu, uadilifu na hofu ya Mungu. Asanteni sana, endeleeni kutuletea na wengine kwa kadri tutakavyokuwa tunahitaji. Tuwapigie makofi mengi wazazi wetu. Form 4 sijawasikia, mwapigie makofi wazazi wenu. Ukichukua milioni 1,500,000 zidisha mara 4. Ashumu kila mwaka michango ni shilingi 200,000 ya kawaida, zidisha mara 4. Chukua matumizi yako, angenunua gari. Tunashukuru sana wazazi. Miundombinu ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ina vyumba 8 vya madarasa, vyumba vya maabara, nyumba 4 za walimu na walezi, lakini pia ina vyumba ina viti 450, meza 450 na visima vya mkono viwili, lakini pia kisima kirefu cha mashine kimoja. Idadi ya wanafunzi, walimu na wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ina jumla ya wanafunzi 352 ambao kati yao 176 ni wasichana na 166 ni wavulana. Pia tumeanza kupokea wanafunzi wanaotarajia kujiunga na kidato cha kwanza kama ilivyo desturi yetu kwa mwaka 2025. Na tumeanza kuwapokea toka tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo wanafunzi waliofanya mtihani na kuchaguliwa, tumechagua wanafunzi 136 na tayari 90% ya wanafunzi hawa wamekwisha kuripoti kama wanavyoonekana wakiwa na mavazi tofauti kabisa, yani suti. Sare mpya kabisa. Mwapigie makofi pia preform 1 kwa sare mpya ya heshima. Idadi ya walimu na wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ina jumla ya walimu 16, kati yao walimu wa kiume wakiwa ni 11 na walimu wa kike wakiwa ni 5. Pia idadi ya watumishi wasio walimu ni 12. Maendeleo ya kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, uendeshaji wa taaluma ya St. Anselm unazingatia kauli mbiu ya shule inayosema elimu kwa makuzi sahihi, yani education for the right growth. Hivyo shule inazingatia sana taaluma, malezi na maadili. Kutokana na kauli mbiu hii ya shule, maendeleo ya kitaaluma yamekuwa ni mazuri na ya kuridhisha, hasa katika mitihani ya nje na ile ya kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inajidhihirisha kupitia matokeo ya mitihani mbalimbali. Kwa mfano, kwa mwaka 2024 wanafunzi wote waliofanya mtihani wa taifa kidato cha pili walifaulu kwa daraja la kwanza na la pili, ambapo wanafunzi 78 sawa na 96.3 walipata daraja la kwanza, na wanafunzi watatu sawa na 3.7 walipata daraja la pili. Hatukuwa na daraja la 3, la 4 wala daraja 0. Pia kwa kidato cha 4 wanafunzi 57 walipata daraja la kwanza, ikijumuisha wasichana 32 na wavulana 25 sawa na 89.1. Wao walipata hilo daraja la kwanza. Lakini daraja la pili walikuwa ni wanafunzi 7 wakiwemo wasichana 3 na wavulana 4, ndio tengeneza 10.9. Hatukuwa na daraja la 3, la 4 wala daraja 0. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika mitihani yote ya kujipima iliyofanyika mwaka huu kwa kidato cha 4 na cha pili, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kiwango bora na cha juu cha daraja la kwanza na wachache daraja la pili, na tumeendelea kuwa bora kiwilaya
mkoa. Hivyo hali ya taaluma shuleni kwetu ni nzuri sana na inaridhisha. Mfano, mtihani wa moko ya mkoa uliofanyika mwezi Juni, wanafunzi wote walipata daraja la kwanza na la pili kwa mchanganuo ufuatao. Daraja la kwanza, wasichana walikuwa ni 34, wavulana walikuwa ni 35, jumla ilikuwa ni 69 sawa na 95.83. Daraja la pili, wasichana walikuwa ni 2, wasichana walikuwa ni 1, wavulana walikuwa ni 2, jumla walikuwa ni 3 sawa na 4.17. Hatukuwa na daraja la 3, daraja la 4 wala daraja 0. Kiwilaya shule ilishika nafasi ya kwanza. Moko kidato cha pili, wanafunzi 92 walipata daraja la kwanza, ikijumuisha wanafunzi 47 ambao walikuwa ni wasichana, wavulana 45 ambao ni sawa na 90.19. Hao walikuwa na daraja la kwanza. Kumbe wasichana 3 na wavulana 7, jumla yao 10, wao ndio walikuwa na daraja la pili sawa na 9.80. Nafasi ilikuwa nafasi ya kwanza kama kawaida. Mheshimiwa mgeni rasmi, nje ya matokeo haya ya kitaaluma, sisi desturi yetu ni kuandaa wanafunzi wetu wakiwa nje ya kidato cha mtihani. Hivyo tayari wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha tatu tushawaandaa kwa ajili ya mtihani watakaofanya mwaka 2026, na wapo vizuri kwa ajili ya mtihani huo, kwa sababu tayari ujifunzaji na ufundishaji umeanza na mitihani ya vidato hivi, yani kidato cha 4 na kidato cha pili wameanza kuifanya. Hivyo tuna imani shule yetu itaendelea kuwa kinara katika matokeo haya kwenye vidato vyote, si mwaka huu tu, hata mwakani. So darasa tushaliandaa, maana tutakuwa hivi. Na nitumie nafasi hii kuhakikishia ninyi wazazi wa kidato cha 4, kama miaka yote ninavyosema, kwamba wanafunzi wote hao mnaoona, andaeni ada za kuwasomesha elimu inayofuata. Sasa tunaamini hao wote, mwanafunzi atakayeteleza au atakayeshindwa au kuuzia maelekezo ya kwetu atapata daraja la pili. Nidhamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu imekuwa na maendeleo mazuri ya kinidhamu, na makosa yote ya kinidhamu yaliyotokea tuliyadhibiti kwa kutumia sheria za shule ambazo wanafunzi wanazo na sisi tunazisimamia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwetu sisi kwenye eneo la nidhamu na malezi hatufanyi masiara, kwa sababu lengo la waanzilishi wa shule walisema wanataka kufanya formation. Sasa formation lazima iweze kwenda na maadili. Tunaamini mafanikio yetu yote haya ambayo unasikia mgeni rasmi yanatokana na nidhamu na malezi bora. Lakini pia sisi kama shule tunayo sera makini inayosimamia ulinzi wa mtoto akiwa shuleni, jambo linalofanya mtoto kuwa salama muda wote akiwa katika mazingira yetu ya shule. Mazingira na afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule ina mazingira mazuri kama ulivyoyaona yanayokidhi huduma ya utoaji wa elimu. Kuna umeme unaopatikana masaa 24, maji ya kutosha, maeneo mazuri ya kulala, viwanja vya michezo na huduma za afya ambazo zinapatikana karibu kabisa na shule yetu, yani pale St. Bakita Usukani. Pia wanafunzi kupata chakula kizuri kwa milo 4 ambao ndani yake wanapata nyama, mboga za majani, maharagwe na matunda. Miradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu si tu inafundisha wanafunzi elimu ya darasani, bali inamtengeneza mwanafunzi huyu kuwa mtu mwema na mwenye bidii. Hivyo wanafunzi hawa wanafanya kazi kwenye miradi ifuatayo. 1, tunayo bustani kubwa za mboga. Kila mwanafunzi unayemwona hapa kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 ana kipande chake cha bustani ambayo wajibu wake ni kuitunza kwa kuimwagilia na kuiwekea mbolea, jambo linalofanya hasa kipindi hiki kisicho na mvua wanafunzi kula mboga kila siku. 2, mradi wa ufugaji wa sungura. Tunayo miradi yetu
ya Sungura ambao tumeigawanya katika makundi matatu. Kundi la mradi ambao unasimamiwa na serikali ya wanafunzi, kundi la mradi unaosimamiwa na wanafunzi wote, na kundi la mradi unaosimamiwa na klabu ya PCCB au klabu ya wapinga rushwa, na mwisho kundi la mradi unaomilikiwa au unaosimamiwa na TYCS. Yote haya ni kuhakikisha kila mwanafunzi anajifunza kufuga. Tatu ni mradi wa ufugaji wa kuku unaosimamiwa na serikali ya wanafunzi na TYCS. 4, shamba la parachichi ambalo kila mwanafunzi atakapofika shuleni kwetu ukabidhiwa mti wake wa kutunza, na maparachichi hayo tumeanza kuyatumia kama matunda kwetu, lakini ziada tunauza nje ya eneo letu la shule, na nyinyi wazazi mlipokuja kwenye kikao cha wazazi tuliwauzia maparachichi hayo. Tunashukuru sana pia kwa kutuchangia. 5, mradi wa shamba la miti ambalo tunalitunza kama mradi wa muda mrefu kule Kibengo kijijini. 6, mradi wa duka ambao unamilikiwa na serikali ya wanafunzi ambao husaidia wanafunzi wenyewe kupata mahitaji. Duka liko pale, ile duka pase linamilikiwa na serikali ya wanafunzi kupitia michango yao wenyewe ambao kila mwaka huweza kuchangia. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu si tu inatoa elimu bali inafunza mambo mengi sana, zikiwemo kazi za mikono, nidhamu na mengine mengi ya kimalezi, utawala. Sisi kama viongozi, kazi yetu kubwa ni kusimamia miongozo, taratibu, kanuni na sheria zilizoundwa kwa mujibu wa sheria za nchi na zile ambazo mmiliki wa shule, yaani jimbo, limeweka. Lakini pia kulea kundi la wanajumuiya wote kuanzia mwanafunzi mpaka mtumishi. Na kwa kweli kwa kushirikiana na mkurugenzi wetu wa shule tunatimiza kazi yetu vema na tumefanikiwa kufanya yafuatayo. 1, kutoa motisha kwa watumishi wetu ambapo kila mwaka tunatoa zawadi kwa walimu wanaofanya vizuri kwenye mtihani wa taifa, na kila mwaka tumejiwekea utaratibu kutoa si chini ya shilingi milioni 5 kama zawadi kwa walimu. 2, kuwapeleka watumishi wetu kwenda mapumziko na mafunzo huko Bagamoyo, lakini pia kila mwaka watu tunafanya hivyo kuwapeleka maeneo mbalimbali tofauti tofauti. 3, kusimamia upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwa wakati. 4, kulipa mishahara ya watumishi wote kwa wakati. Kwa miaka yote toka shule imeanza na tunalipa watumishi wetu kwa wakati. Yaani kuanzia tarehe 26, tukichelewa ni tarehe 29. Tukienda tarehe 1 ujue hicho jamii nzima ya St. Anselm imeanza kushangaa kwamba hawa watu vipi. Kwa hiyo tunajali sana watumishi wetu. 5, kusimamia malezi ya wanafunzi. Katika eneo la malezi tushazungumzia pale. Tunasimamia wanafunzi si katika maana ya uholela. Hapa kuna miongozo. Kila mmoja ambaye ni kiongozi wa jumuiya, kiongozi wa shule hii ana miongozo kwamba anasimamia nini. Kwa hilo limetusaidia sana sisi viongozi. Matarajio yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ina matarajio yafuatayo. A, kuwa miongoni mwa shule bora kitaifa katika taaluma, nidhamu na uwajibikaji wa vijana wanaopata elimu katika mazingira yetu. Kama kauli mbiu yetu isemavyo, elimu kwa makuzi sahihi. Tunaamini katika kumtengeneza mwanadamu kimwili na kiroho. Mwanadamu mwenye hofu ya Mungu, yaani atakuwa mwanafunzi ambaye ni msomi na aliyeelimika. Siku hizi tuna wasomi ambao hawajaelimika. Tunataka kutengeneza wanafunzi ambao ni wasomi na walioelimika. B, kufuta daraja la pili kwa kidato cha pili na cha 4. Na hivyo kuhakikisha wanafunzi wote wanapata daraja la kwanza. Na hivyo tunajituma sana kuwafundisha watoto wetu ili kuvuka lengo hili. Che, kununua gari la shule utakalosaidia kuwasafirisha wanafunzi, kusafirisha nyaraka za kitaaluma na kusafirisha wafanyakazi kwenda maeneo mbalimbali watakayohitajika. D, kuendelea kusimamia malezi ya wanafunzi kwa kufuata maadili ya kanisa, jamii na taifa. E, kuendelea na upandaji
wa parachichi kwenye eneo letu la shule ambalo ni la kutosha. F, kuendeleza ujenzi wa jengo la kompyuta. Changamoto, Mheshimiwa mgeni rasmi, matarajio yetu haya yote yanategemea uwezo wa kifedha. Hivyo kutokana na matarajio haya tumekuwa tukipata changamoto zifuatazo. Moja, kama tulivyokwisha kusema, tuna ukosefu wa gari la shule. 2, ukosefu wa chumba cha kompyuta ambacho kingesaidia wanafunzi hawa kujifunza somo la kompyuta. Kwani sote tunajua dunia ya sasa ni ya sayansi na teknolojia. Na tunashukuru wewe mgeni rasmi ni mdau wa haya. Sisi tunataka twende sambamba na hilo, na maagizo yako yote ambayo umeyatoa ikiwemo kuhakikisha wanafunzi wote wanasoma sayansi. Sisi hata kabla ya maagizo hayo tulikwisha kusema wanafunzi atafanya option ya masomo yote, lakini sio masomo ya sayansi. Kwa wale form 1 kule mwishoni wanajua toka mwezi wa kwanza. Ombi, tunakuomba wewe mgeni rasmi, kama kuna chochote unaweza kutusaidia kupitia mahafali hii, utusaidie. Nasi kwa kushirikiana na mkurugenzi tutaendelea kupambana kwa kila kinachowezekana kutafuta fedha zinazoweza walau kupunguza changamoto hizi kadri ya upatikanaji wake. Lakini kipaumbele chetu hasa ni ujenzi wa jengo la kompyuta, na hivyo baadaye tutakuomba tufanye harambee fupi sana kupata angalau fedha kidogo kwa ajili ya kuendesha ujenzi huu. Shukrani. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa wanangu, mabosi wangu, kwa kweli kwa zawadi mlionipatia. Nafikiri inawezekana mliingia pale ofisini mkakuta hakuna meza. Kwamba mgeni akitaka kunywa soda hakuna meza. Nikasema mkuu wa shule tunakununulia meza. Nilikuwa sijui hela mmezitoa. So hela ili zitoke lazima nijue. Sasa tutaongea vizuri baadaye kama mmezitoa wapi. Lakini nawashukuru kwa dhati kwa kununua vitu ambavyo kama ofisi ya mkuu wa shule, sio kama mkuu wa shule, sababu mkuu wa shule ni ofisi. Kama ofisi ya mkuu wa shule tutaitumia na itakuwa kumbukumbu milele kwamba wanafunzi wa kidato cha 4 mwaka 2025 walibuni kitu ambacho ofisi ya mkuu wa shule haikuwa nacho. Asanteni sana. Tunashukuru sana pia, tunakushukuru sana wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kubali kuja kuwatunuku vyeti wahitimu wetu leo na kujumuika nasi katika sherehe hii. Shukrani za pili pia ni kwenu nyinyi wageni waalikwa, wazazi, wanafunzi, wafanyakazi na wahitimu kwa ushirikiano wenu. Tuombe ushirikiano wenu huu katika kuboresha shule yetu uendelee ili shule yetu iwe bora kielimu, kinidhamu na kiimani. Mungu awabariki sana. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kwa niaba ya shule tumekuandalia zawadi kidogo ikiwa ni shukrani yetu kwako kwa kufika hapa. Tunaomba kwa niaba ya uongozi wa shule SMT mkurugenzi wetu aweze kukabidhi zawadi hiyo. Wakabidhi vyeti na zawadi kwa wale watakao stahili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki St. Anselm, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.